So guys, niweze kusema kwamba nchi ya Kenya ama Wakenya wote wako na bahati kubwa sana kwa sasa tunazungumzia, baada ya kwamba mahakama kuu ya nchi ya Kenya imeweza kukatiza ule mpango wa serikali ambao walikuwa wamepanga kuwaleta Waamerika wale ambao wameathirika na ugonjwa wa Ebola ili waweze kuingia ndani ya nchi ya Kenya, waweze kuwekwa kwenye quarantine ile ambayo tunaita, yani sehemu maalum ambayo ingeweza kujengwa na pesa ya kigeni kutoka Amerika, ili mradi wazungu ama Waamerika ambao wako nchi ya DRC, Democratic Republic of Congo, waweze kuletwa nchini Kenya kwa minajili ya kuuguziwa nchini Kenya. So swali lilokuwa zito na swali lilokuwa kuu ambalo lilifanya baadhi ya Wakenya kwenda mahakamani ili kutafuta sheria inaruhusu ama hairuhusu, na kama inaruhusu, athari za wale watu kuletwa nchini Kenya itakuwa gani, na kwa nini serikali ichukue mwenendo kama huu, ama kwa nini serikali ichukue hatua kama hiyo before kuuliza wananchi wanasema nini, ni nani atakayeathirika zaidi. So kwa KG Chipande hapa nikwambie tu ya kwamba ni furaha kubwa iliyokuwa ndani ya nchi ya Kenya kwa sasa, baada ya kwamba mahakama imeweza kuegemea upande wa wananchi wa Kenya ambao tayari walikuwa wamejikubali kwamba wataenda kwenye maandamano siku ya Jumatatu kwa minajili ya kushinikiza serikali ili isiweze kuruhusu wagonjwa wa kutoka Amerika kuingia nchini Kenya, ili mradi waje waekwe kwenye quarantine. So guys, kuna kitu ambacho tunafaa tujiulize hapa na tusome pia kutokana na masuala mazima yanaendelea, kwa sababu hata Amerika yenyewe pia imeweza kuogopa huna ugonjwa wa Ebola. Amerika yenyewe uzunguni, sehemu zile zote zimeweza kuogopa ugonjwa wa Ebola. Sasa swali ni kwa nini Amerika imeogopa ugonjwa wa Ebola halafu inachukua maradhi yale ama waathirika wa maradhi yale wanawapeleka nchini Kenya ili waweze kuuguzwa kule? Kwa nini Mwamerika na pesa zake zote pamoja na madaktari wake wote ambao wako na tajriba ambao iko hali ya juu sana, na wana science ambao wanaelewa vizuri masuala mazima haya ya dawa, wana science ambao wanatambua umuhimu wa kufanya research na kupata chanjo maalum za watu kama hawa ili maradhi haya yasiweze kuenea kila mahali. Leo hii wameketi wakaangalia sehemu ambayo tunaweza chukua wagonjwa hawa wenye wameathirika na ugonjwa huu, sio kwingine kokote kule isipokuwa ni Kenya. And that's why nikaja hapa juzi nikasema kwamba nchi ya Kenya kwa sasa imefanywa kama jalali la wazungu na jalali la Waamerika, yani limefanywa kama jaa vile, that we can go and dump our own shit there. Chochote kile ambacho tunakipata ambacho sio kizuri tunaweza kukirusha kule, and that's why unapata there are some product which they don't have qualities zile ambazo zinapaswa ziweko, zinaambua hizi product ambazo hazina quality tunaweza zipeleka nchini Kenya na watu watatumia pasi kulaumika. Hata sometimes mimi wanamkumbuka yule marehemu Magufuli, rais wa nchi ya Tanzania, wa during his rule pale alipokuwa Tanzania, alikuwa upumbavu kama hautaki, and that's why there's the big reason Magufuli kama kabisa hakukubali kununua uoga ule ambao ulikuwa umenekezwa na masuala mazima ya corona. Alikataa kabisa kukubali na stori za corona, na akakataa na kusema kwamba corona ni ugonjwa ambao umeletwa na binadamu wa kawaida na umeletwa kwa sababu tofauti tofauti, ikiwemo sababu ya kwanza ni kuletwa kwa sababu ya kwamba iwe tishio, nyingine imeletwa kwa sababu ya biashara, na nyingine imeletwa kwa minajili ya kumaliza wa Afrika. That's the main purpose ambao alikuwa akizitoa Magufuli kila wakati akitoa speech zake, japo hakuwa straightforward, lakini hicho ndio kitu ambacho alikuwa kimaanisha, ambacho alikuwa anataka Waafrika wenzake waweze kumsikia. Lakini cha maajabu ni kwamba wale marais ambao wamemzunguka maskini hawakujua, na they were like wanafikiria kama Magufuli anatumika au Magufuli hataki kupata msaada. Unajua wale ambao ni marais wa hizi nchi za Afrika, they are very happy to buy things that wanajua wazi kabisa kwa akili yao sio sawa. Haimaanishi kwamba rais wa Kenya, rais wa Uganda, rais wengine yote yule hawajui kwamba haya ni maradhi mabaya, hawajui kwamba wazungu hawatutakii mema kivyovyote siku zote zile. They understand, but kwa sababu wanapewa pesa ambazo hao wakizitia mfukoni, they'll be okay with that and they'll appreciate from that. Mpaka wengine wanatumwa, wanaomba endeni mkaongee na mtu fulani ABCD akubaliane matakwa yetu, la sivyo watamuua. Kuna vitu vingine ambavyo hatutaki kuongea kwa ukubwa, hatutaki kuongea kwa undani sana, sije tukatonesha vidonda vya watu wengine ambao walikuwa kimpenda sana Rais Magufuli. Lakini I guess ya kwamba
kuna vitu ambavyo vinaweza vikamfanya kiongozi aweze kumalizwa ama kuuliwa kwa njia moja ama nyingine kupitia wale ambao wamemzunguka karibu. Sasa kujua aliyekuwa amemzunguka rais ni nani, lakini kuna uwezekano ikawa wale ambao wamemzunguka karibu ndio wale ambao wametumwa ili waweze kumaliza, ili mradi ajenda za mzungu na Mwamerika ziweze kutimia na ziweze kuenda kulingana vile ambavyo wanataka. So unapata marais wengi sana once wakishaingia kwenye kile kiti, basi hao wako tayari wasikilize chochote kile ambacho Mwamerika anakitaka, chochote kile ambacho mzungu anakitaka, ili mradi waende kulingana na matakwa ya mzungu na Mwamerika. So tunajiita kwamba tumetoka kwenye mikono ya ukoloni, lakini viongozi wetu bado wanaturegesha kwenye mikono ya ukoloni indirectly, pasi sisi wenyewe kujua. Hasa masuala mazima kama haya ya kwamba kuna wagonjwa wa Ebola wanaonekana waletwe nchini Kenya. Hili si swala la kuwa likataliwe na koti, hili ni swala la kwamba viongozi wetu wakatae, waseme ya kwamba haturuhusu kitu kama hicho. Kwa sababu gani? Kitakuja kitaumiza wananchi wetu, very simple. Like kwa sababu wameambiwa kuna dola mamia, kuna mamilioni ya dola yatawekwa hapo, mtengeneze quarantine, wanajua kuna percentage fulani pale itaingia kwangu, nitampa mtu fulani namba fulani, so we are okay, we are ready to go about it. Mwisho wa siku sisi ndio tunaumia, wananchi ndio wanateseka. Raia wa kawaida ndio wanateseka, lakini kiongozi, kwa sababu utakuwa umepata chako 2 3, you won't care, au utajali chochote. So these are things ambazo nataka tuzizungumzie kwa ukubwa, nataka tuzifanye kila wakati, ili mradi at least watu waweze kupata hino knowledge, watu waweze kuelewa, na watu wasione tu ya kwamba kwa nini koti ya Kenya inasifiwa ni kwa sababu imeepusha mambo mengi ambayo labda ingeruhusu, basi kuna vitu vya maajabu vingekuwa vimeweza kutokea. Ile sahihi kabisa ni serikali itengeneze ile ambayo tunaita itengeneze sehemu ambayo Wakenya wataitwa public participation, ili raia wa Kenya waitwe sehemu tofauti tofauti, ili mradi waende wakazungumze ni kitu gani ambacho wanataka ama ni kitu gani ambacho wangependelea kiweko badala ule mswada wa Amerika kuletwa kwa wagonjwa walete nchini Kenya. Waseme ni sawa tunataka ama si sawa hatutaki, lakini masuala mazima kwamba kiongozi asimame tu na kusema kwamba let's do ABCD, no way, that's not enough and that's not okay. Na ni kitu ambacho tunataka rais awe kama Rais Magufuli, yule wa kupenda wananchi wake zaidi na kujali na kuwaepusha wananchi wake zaidi kwa mikono ya madhalimu ama mikono ya mabepari ambao ni wale wazungu na Waamerika, ambao wanajua wazi kwamba nchi za Afrika bado kuna vitu vingi sana ambavyo hao wanataka wafaidike. So viongozi wetu wasiposimama, sisi wengine tutaumia sana. Tumeweza kuona vile vita ambavyo vinaendelea South Africa. Ni mzungu yule amesababisha vile vitu, akawatia sindano wa kusini wa Afrika wa kusini, akawatia sindano na kuambia kwamba nyinyi hampati kazi, nyinyi mwateseka, nyinyi mko na hivi na hivi, nyinyi mko na hivi na hivi, ambao wanasababisha nyinyi mwe hivyo ni Waafrika wenzenu hapa, wafukuzeni ili zile nafasi zao mzichukue nyinyi, kwa sababu nchini kwao kuna kazi wameziacha, wanakuja nchini kwenu, wafukuzeni. Sasa wameweza kufukuza watu wengi sana, wameweza kufukuza sasa kusini mwa Afrika, lakini mpaka sasa bado watu kutoka kusini mwa Afrika wanalalamika hakuna kazi. Sasa unajiuliza, what is the reason and what is the solution to be taken?